Mtakatifu. We're going to read in Matthew. Soma Mathayo Mtakatifu. Matthew 24. Matthew 24. Tutaanza mstari wake wa kwanza We're going to start verse 1 hadi mstari wa 3. to verse 3. Amena. Amen. Hii ni mafundisho ya katika eschatology. It's theology. This one. Nilikuwa nikisoma na kujifunza kwa sababu ya eschatolojia. Yeah, theology. Oh, habari za siku za mwisho. Ndipo wanasema habari za siku za mwisho na habari za kuja kwa Yesu na za mwisho za dunia. Talking about the end, the signs of Christ's return, the end days, the rapture. Na nimependa siku ya leo kuweza kuchangia neno hili. I want to talk about that today. Amen. Amen. Msiboeke. Don't be bored. Hatutahubiri vile kama tunafundisha. We'll teach mostly than preach. Basi tutasoma, tutaomba dada Josephine asome kitabu cha Mathayo Mtakatifu 24 mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. I'll start. So it's Matthew 24, 1 to 3. It says, Jesus came out from the temple and was going away when his disciples came up to point out the temple buildings to him. And he said to them, "Do you not see all these things? Truly, I say to you, no one stone here will be left upon another, which will not be torn down." As he was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, "Tell us, when will these things happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age?" Amen. Amen. Tuambia mshigano pia na tusomee Kiswahili. Brother Gano, it was this way. Swali nasema 24 ya Mathayo 1:3 nasema, Yesu akaenda zake akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu. Na yeye akajibu akawaambia, "Hamyaoni haya yote? Amin ninawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa." Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mzeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, "Tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia?" Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kichwa cha mchana wa leo The topic for today ni kurudi kwa Yesu Kristo. is the return of Christ. Amen. 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 Tunajua kwamba kurudi kwa Yesu Kristo We know the return of Christ kulitabiriwa katika kitabu cha Agano la Kale katika manabii. It was already prophesied by the Old Testament, the Hata prophets. vile vile ilitabiriwa katika Agano Jipya. It was also prophesied in the New Testament. Amen. Amen. Na tunajua kwamba Yesu Kristo aliahidi kama anaenda na tarudi. And we know Jesus Christ promised that he will go and come back. Amen. Amen. Yesu aliahidi kwamba alienda na tarudi tena. Jesus Christ made a promise that he will go and he will come back. Na tukisoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, If you read in the book of John 14, 10, 14. oh wait, 14. Yohana 14 John 14. Yohana 14 mstari wake wa tutasoma mstari wake wa acha tusome mstari wake wa 3. 14 verse 3. Anasema, "Na kama ninakwenda kuwatengenezea ninyi mahali, nitakuja tena niwakaribishe ninyi kwangu, pahali nitapokaa mimi mkae vile vile." Amen. Amen. It says, "For I go and prepare a place for you, and I will come again and receive you to myself." Hapa Yesu Kristo alikuwa akizungumza na wanafunzi wake. Here Jesus Christ was talking with his disciples. Akawaahidi kwamba anaenda kwa Baba. He made them a promise that he was going to the Father, Lakini atarudi tena kuwachukua. that he's coming back to pick them up again. Atarudi pale atakuwa ndipo nao watakuwa. Wherever he is, that's where you guys gonna be. Na ile ni kati ya ahadi Yesu Kristo aliahidi kwamba ataenda atarudi.
That was a promise that God, Jesus made, that you will go and come back. Na tunapata watu wengi hawajaamini kwamba Yesu Kristo atarudi. And we see many people don't believe that Jesus Christ will come back again. Lakini Yesu Kristo atarudi. But Jesus Christ will come back. Na ndiposa kanisa lazima tuwe macho. That's why the church will have to be eyes opened. Kwa sababu wakati Yesu Kristo alienda, when Jesus Christ went, akaahidi mitume kama atarudi. He made a promise to the disciples that will come back. Lakini akusema ni wakati gani atarudi. He didn't say when he will come back. Na ndipo kanisa lazima liwe macho sana. That's why the church be in a wait. Amen. Amen. Lakini kabla Yesu Kristo ajarudi, before Jesus Christ come back, kuna vitu alizungumza. Kuna vitu aliongea. There's things he talked about. Biblia inatuambia hapo katika kitabu cha Mathayo. The Bible tells us in Matthew. Yesu Kristo alipotoka katika hekalu. When Jesus Christ came out from the temple. Na wanafunzi wake wakamwendea. His disciples went to him. Wakamuonesha majengo ya hekalu. They showed him the buildings of the temple. Na wakati walimuonesha majengo ya hekalu, when they showed him the buildings of the temple, Yesu akawaambia mitume. Jesus told his disciples. Ninawaambia muamini maneno haya. I told you guys this, but you guys don't believe. Hakutabaki jiwe juu ya jiwe. There will not be a stone upon another stone. Kusipobomolewa kwa hekalu. Which will not be torn down for the temple. Ni hekalu ambayo wanafunzi wa Yesu walimuonesha Yesu Kristo. It's a temple that the disciples showed Jesus Christ. Hatujui kama hekalu ilikuwa na jina namna gani. We don't know what kind of temple how it was built. Hatujui kama ilikuwa na buzuri gani. We don't know how beautiful the temple was. Lakini wanafunzi wake wakamuonesha hekalu. But the disciples showed Jesus the temple. Wakamuonesha majengo ya hekalu vile ilivyo. They showed Jesus how the building was built. Lakini Yesu akawaambia, Jesus Christ told them, hakutabaki jiwe juu ya jiwe, that there will be no stone left upon any stone. Isipobomolewa kusipobomolewa. That won't tear down. That won't get destroyed. Amen. Amen. Na Biblia inatuambia mstari wa 3. The Bible says in verse 3. Na wakati Yesu Kristo alikuwa akiketi katika mlima wa Mizeituni. When Jesus Christ was sitting on the Mount of Olives. Na wanafunzi wake wakamwendea. His disciples came to him. Wakamuuliza Yesu. They asked him this. Maneno haya yatakuwa wakati gani? When will this stuff happen? Na lini itakuwa siku ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? And what will be the sign of your coming end of the end of the age? Na tukitazama pale kuna maswali 3 ambao wanafunzi wa Yesu walimuuliza Yesu. If you look, there's 3 questions the disciples asked Jesus. Walimuuliza kwanza itakuwa lini ile walimuuliza itakuwa lini ilikuwa kubomolewa kwa ile hekalu. They were asking first what will happen of the turn of the building. Na wakamuuliza Yesu atakuja wakati gani? And they asked when will Jesus Christ return? Na nini itakuwa mwisho wa dunia? And what will be the signs of the end of the world? Amen. Amen. Mwisho wa dunia. The end of the world. Lakini Yesu Kristo, but Jesus Christ hakuambia wakati gani atakuja. He didn't tell them when exactly he will come back. Kusema ni mwaka gani wala mwezi gani. He didn't say what year or what month. Lakini Yesu Kristo aliwaonesha mambo yatatokea. But he showed them what's going to happen. Aliwaonesha dalili zitakuja kabla Yesu akuje na mwisho wa dunia. He showed them the signs that's going to come before Jesus Christ return. Amen. 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 Lakini Yesu Kristo akaanza walimuuliza wakati gani hekalu litabomolewa. They asked him when is the temple going to be destroyed. Lakini Yesu Kristo akujibu swali la kwanza. Jesus Christ didn't answer that question. Yesu akaruka kujibu la pili. He answered the second question. Akawaambia Amen. Amen. Wakati ya kuja kwake, that the time of Jesus coming, akaambia mitume wake. He told the disciples this. Yesu akajibu. Jesus answered. Akawaambia. He said, Angalieni msidanganywe na mtu. see to it and that no one misleads you. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. For many will come in my name. Na watadanganya watu wengi. They're going to lie to many people. Amen. Amen. Anawaambia angalieni, anaambia angalieni. They said see. Msidanganywe. Don't be misled. Kwa sababu watu wengi watakuja kwa jina langu. Because a lot of people are going to come
through my name. Na watadanganya watu wengi They're sana. going to mislead and lie to the Lord. Na watu wengi watawafuata. And a lot of people are going to follow Na that people. kama leo tunapoishi tunaishi nyakati hizi. If you're living in these times, Leo tunakuwa na manabii wa uongo. we have a lot of fake prophets. Leo tunakuwa na mafundisho ya uongo We have a lot of fake ambayo yanaweza teaching kupotosha watu. that mislead people. Inafanya watu wapotee. That make Na people kama vile anasema hapa, lost. na watadanganya watu wengi. That's why he says here, do not mislead a Ukitazama lot. katika ulimwengu sana, If you look at the world right now, ukiangalia mambo gani yenye watumishi wanajiita watumishi ambao wanafanya, if you see what the prophet, the servants of God are doing, ni mambo ya kutisha sana. it's surprising Ni stuff. mambo ambayo haifuatani na maandiko matakatifu. It's things that don't follow the word of Na God. ndio utapata kuna mafundisho ya kusema utoshe pesa kwa sababu upate muujiza wako. There's other teachings that say move your offering so you can get a miracle. Haya Receive a miracle. tuliyaona tangu tuko tumaliki Afrika. We saw this stuff happening since we stood in Africa. Kwa hiyo tulikuwa katika Afrika, Kenya. Tunaenda katika mikutano za watumishi za makrusade. Would go to the conferences of fake prophets Makrusade. or concerts. That's what Jesus Christ said. Mujihadhari wakati wa mwisho. Like keep eyes, look around for the last days. Kutakuwa mafundisho ya uongo. They're gonna be false prophets. Na watatowesha watu wengi. It's gonna mislead a lot of people. Na watu wengi watawafuata. A lot of people are gonna Na follow haya those yote fake prophets. tukitazama And if you look at all katika that, yale maandiko Yesu Kristo aliahidi wanafunzi wake, through the promises Jesus Christ told to his disciples, yametimilika. it's happening now. Katika alama Yesu Kristo alionyesha wanafunzi wake kabla akuje na mwisho wa dunia. The signs Jesus Christ told his disciples is happening right now. Tumeyaona kwa macho. We have seen it face to Kwa face. TV tumeona mamiujiza. We see on TV, we see miracles. Mtu anakanyagia wamama katika tumbo, anatembea katika tumbo. We see a prophet stepping on a woman's stomach. Tunaona watu walio nakuwa limeujiza kutosha pesa, unasikia pastor anakuombea, iko anakuombea tu dola inakuwa mfuko. People say, Pastor prays for you, then the money comes out of the pocket. Yale yote ni mafundisho ya uongo. Those are all fake prophets. Na tumeyaona. And I've seen it. Amena. Amen. Yesu anaambia wanafunzi mjihadhari kwa sababu kutakuwa mafundisho za uongo. God told Jesus told his disciples, see, there are going to be many prophets who will mislead you. Amena. Amen. Na hapo mstari wa 5 anasema hivi. Verse 5 Wa 6 says, anasema, no, verse 6. na mtasikia habari za vita na matetezi. You will be hearing of wars and rumors of wars. Mtasikia habari za vita. You will be hearing of wars na matetezi ya vita and rumors of wars. Angalieni msiogope, kwani sharti maneno haya yatimie. See that you're not afraid, for those things must take place. Lakini mwisho wenyewe haujakuja bado. But that is not yet the end. Yesu Kristo anaambia wanafunzi wake Jesus Christ is telling his disciples katika alama, as a sign, anasema mtasikia habari za vita that you'll be hearing of wars na mtasikia matetezi za vita ulimwenguni and pote. rumors of wars around the whole world. Lakini masharti haya yote yatatokea. All this stuff is going to happen, Lakini msiogope. but don't be afraid. Lazima yote yatatokea. This stuff has to happen, Lakini mwisho bado. but it's not the end yet. Lakini ukitazama kwa leo, But if you see us right now, vita katika ulimwengu the wars going on in the world, haikuanza leo. it is start right now. Kuna maalama Yesu Kristo alisema, The signs Jesus Christ said asio kusema tunasubiri zitimilike katika kizazi hiki. that it's not for us to wait for us. It's not for us to wait for the stuff to happen this generation. Kuna vitu vilitimilika hatujazaliwa bado. Other stuff happened before we're even born. Kwa sababu kuna mavita zilitokea tangu wakati Premier Guerre Mondiale. Vita ya kwanza ya ulimwengu. Yeah, there's other wars that went around during like World War I. Na ya pili vile vile. The second one again, Ilifanyika. that happened. Sio wakati haya yote ilikuwa ni madalili za Yesu Kristo alisema. All those were signs of Jesus Christ. Mtasikia habari za vita mtasikia hali za vita, habari za hear the vita uses of wars na matetezi za vita. and the rumors of wars. Haya yote tumeyaona tangu zamani. This we've seen all this since in the past. Sio wakati kwa sababu tumekimbia Kongo. It's not because we ran away from Congo, Wao tumekimbia sehemu mbalimbali. or because we Kusema kama went ndio away. sasa ndo mwanzo. Just start something against the Lakini beginning. alama ilianza kuonekana tangu zamani. But the signs were already seen since back in the day. Na ndipo kanisa lazima iwe chonjo. That's why the church has to be very Tutakuwa careful. tunasubiri mambo. We can be waiting for Kumbe things, kuna mambo tayari imetimilika.
But maybe those things already happened. Nilikuwa kwa Zoom na watumishi wa Mungu siku zilizopita. I was on Zoom with the leaders of the church. Kuna pastor mmoja Belgique. There was this one pastor in Belgium. Yeye alituambia kwamba sasa mkituambia kama dalili ziko zinakuja, maana yake mbona hatuyaona vita inaingia Europe? The pastor said, like, if you're saying about the signs of Christ, of wars happening, what about Europe? I don't see any wars going on. Mimi nikamwambia wewe uko Mkongomani, uko Belgique. I told him, you are a Congolese and you're in Beijing. Lakini tangu juu ilikuwa Europe, wana wewe kupitia ndani. Do you know what happened in Europe for you to be there? Juu ya Amerika iwe Amerika. Amerika ilipitia nini? Do you know what America to be America? What happened to it? Tulisoma kwa masomo Revolution Americaine. We learned about the liberation of America. Namna gani Amerika Uingereza ilipiga Amerika? How the English people fought with Americans. Walipitia juu Amerika ishome kwa leo walipigana vita. For America to stand the way it is today, Mfaransa alikuja kumsaidia. the French people had to come to help. Amen. Amen. Vita ilianza tangu zamani. The war started a long time ago. Na hizo zote zilikuwa alama za kuonesha. And those were all signs showing the return of Christ. Mbona tunasubiri kwanza na si Europe? People saying the Europe is wapigane. There's no like people fighting. Watu wakimbie. Or people to run away. Tunajua kama tayari dalili imetimilika. Then we can confirm that Jesus Christ is coming. Dalili ya vita zimetimilika tangu zamani. But the signs of the wars have already been confirmed. Na zinaendelea kutimilika tu. And they continue to keep happening. Amen. 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 Anasema maana taifa litapigana na taifa na mwisho wenyewe haujakuja bado. Verse 7 says, maana taifa litapigana na taifa, for the nation will rise against nation, na ufalme kupigana na ufalme, kingdom against kingdom. Yatakuwa njaa na matetemeko ya nchi, and in various places there will be famines kwa pahali mbalimbali, and earthquakes. Mutasikia taifa litaenda kupigana na taifa. You're going to see nations fighting against other nations. Na ufalme litapigana na ufalme. And kingdom against kingdoms. Haya yote yametimilika. This stuff has happened. Amen. Amen. Kupigana wamepigana. People have fought. Na tuone mstari wa 9 hadi 10. Let's go from 8 to 10. 9. Alafu watatoa nanyi kuteswa, but then they will deliver you to tribulation, na kuwaua, and it will kill you. Ninyi na mtachukiwa na mataifa yote, and you'll be hated by all nations kwa ajili ya jina langu, because of my name. Alafu watu wengi watakuwa, at that time many will fall away, watatoana na kuchukiana, will betray one another and hate one another. Amen. Amen. Biblia inasema kwamba hapa The Bible says here dalili za kuja kwa Yesu Kristo, that the signs of coming of Jesus Christ hapa nawaambia mitume kama watateswa kwa sababu ya jina la Yesu Kristo. Here Jesus is telling the disciples that they're going to be hated because of his name. Na tunajua kwamba and killed too. And we know that tunajua watu kwa leo watu kwa wanatetemeka kusema kwamba hii wakati tunapoishi, people are being afraid because they know the time we're living as now. Tuko tunasubiri kuteswa kwa kanisa. We're waiting for the crucifixion of the church. The crucifixion of the church. Kanisa iliteseka tangu zamani. The church already suffered since a long time ago. Kanisa haikuanza kuteseka leo. It didn't start suffering now. Leo wamefunga majengo. People are already closing the. Watu wanaanza kulalamika, ndio wakati nafika. People are start thinking now the time. Kanisa inaanza kuteswa. The church is being persecuted. Kanisa iliteseka kwa wakati zamani. The church was already persecuted. Wakati Yesu Kristo alitoka ulimwenguni, when Jesus Christ left the world, the church started being persecuted. Mitume waliteseka kwa sababu ya jina la Yesu Kristo. Because of the name of Jesus Christ. Mitume waliteseka kwa sababu ya Injili. The disciples suffered because of the waliteseka, walifungwa. They were locked up. Hata Sauli wanaita Sauli wanamuita alitesa kanisa. Even Saul who became Paul, he persecuted the church. Na tunapaswa kutambua kwamba zile alama zote tuko tunasubiri kusema kwamba tuko tunasubiri kanisa litateseka tena. And those signs we're waiting for, just know that kanisa liteseka tangu zamani, maandiko ilitimilika kitambo. The word was already happened.
tufunguke metu wakati wa neema. Just know when the time of grace. Neema ikiisha, if our grace is done, watu watatafutana. Kutafutana. People are going to start looking for each other. Ni wakati wa neema. It's a time of grace. Hatuwezi kuacha neema itupite hivi hivi. We can't let grace pass us. Kwa sababu ni wakati Mungu angalike na kusubiri wewe. It's a time for Jesus Christ is waiting for you. Ambaye anaishi katika maisha ya matope. If you still live in the life of maisha ya dhambi. Of madness, the life of sin. Ni wakati wako wa neema. It's a time for grace. Kama kuna vitu angali unasubiri kama vitatokea. If you're still thinking things will happen. Tayari mambo yote yamekwisha kuonekana. A lot of things have already happened. Ukisikia vile mitume waliteseka. If you see how the disciples suffered. Mathayo alikufia Ethiopia. Matthew died in Ethiopia. Mathayo alikufia Ethiopia. Matthew died in Ethiopia. Marko alikufa kwa njia ya farasi. Marko died through the hands of the Pharisees. Mtu anakuwa katika farasi, iko mtu mzima wanaenda wanaburuta. Oh, he died through the horses. Amen. Wamitume waliteseka, walikufa vibaya sana. A lot of the disciples died so bad. Petro alikufa kichwa chini miguu juu. Petro died hands up, upward. Ni wakati kanisa lilianza kuteswa. The church started suffering. Kanisa lilianza kuteseka tangu zamani. It started suffering a long time ago. Na ile yote ni alama ambazo Yesu Kristo aliwaonesha wanafunzi wake. And those were signs Jesus Christ was mtachukiwa na mataifa. They're going to be hated by all nations. Watawaua kwa sababu ya jina langu. They're going to kill you because of my name. Watu ngapi walikufa kwa sababu ya Injili? How many people have died because of the gospel? Kwa sababu ya jina la Yesu Kristo. And because of the name of Jesus Christ. Watu wengi waliteseka na walikufa kwa sababu ya jina la Yesu Kristo. And have died because of the name of Jesus. Yohana, imagine kifo Yohana. John, look at John. Yohana aliwaka katika ngunguru ya maji, ngunguru ya mafuta. He died through the high oil. Mafuta kuna chemuka mafuta. Then they put him in there. Bakutumshia mule ndani mafuta. Imagine just someone putting you in the high oil while it's boiling. Uko mtu mzima tu mafuta wakutia ngunguru ya mafuta. Wakutumshia mule ndani. Then someone just put you in there. Kwa sababu ya Injili. Lakini leo watu wanafikiria wasema kadogo snow nataseka juu. Kuna watu waliteseka kwa sababu ya Injili. People were suffered because of the gospel. Lakini Yohana kwa sababu ya muujiza. But John because of the miracle. Yohana alitoka mzima. He came out alive. Na ndiye mtume peke yake. He's the only disciple. Alikufa na uzee wake. That who died. Wengine wote waliuawa. When he was already old. Everybody was killed. Kwa sababu ya kazi ya Mungu. Because of the work of God. Kutangaza Injili waliwakataza. They didn't want them to spread the gospel. Waliwakataza waseme jina la Yesu Kristo. They want to mention the name of Jesus. Lakini wakauawa. But they were killed. Yohana peke yake. Only John himself. Ndiye mtu mwenyewe. It's himself. Ambaye alikufa kwa uzee wake. He died in his old age. Na ndipo alipata maono ya kuandika kitabu cha Ufunuo. And he had a chance, the grace to write the book of Revelation. Niko nazungumza kwa sababu tuko katika alama za kuja kwa Yesu Kristo. We're talking about the return of Christ. Tunataka kuonyesha kwamba mtaona kujua kwamba dalili za kuja kwa Yesu zimetimilika. I want you guys to know the signs of coming of Jesus Christ. Tena ngambo sehemu na ngambo yoyote. Don't start looking for them here and here. Maandiko ya Mungu iko wazi. The word of God is open. Na tukitazama yale Yesu Kristo aliambia mitume. If you look at what Jesus Christ told his disciples. Yametimilika. It has happened. Sio ni vitu gani ambavyo tena hamjaona. I don't know what else you have seen. Ambao haviyatimilika. What hasn't happened? Amen. 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 Tusome katika kitabu cha hapo na mstari wa 15. Mathayo mtakatifu 24:15. 24 verse 5. Matthew 24 verse 5. Soma 20 anza ku 15. Okay. 15 mpaka acha nisome Kiswahili. Mathayo mtakatifu 24 anza ku 15. Matthew 24 verse 15. Ingine alama ambayo Yesu Kristo. Another sign. Ndiye sasa akujibu swali ya kwanza. For him to answer the first question. Ndio Yesu Kristo anaenda kujibu sasa kwa sababu kubomolewa kwa hekalu. He answers the question about the Biblia inasema hivi. Destroying of the temple. Basi wakati mnapoona
Therefore, when you see the abomination, chukizo la uharibifu abomination of desolation, lilosemwa na Daniel nabii, which was spoken of through Daniel the prophet, likisimama pahali patakatifu, standing in the holy place, yeye anayesoma afahamu. let the reader understand. Halafu Then wale walio katika Yudea those who are in Judea wakimbie kwa mlima, must flee to the mountains. naye aliye juu ya nyumba Whoever is on the housetop asishuke kutoa vitu vilivyo nyumbani must not kwake. go down to get the things out there in his house. 18 18. naye aliye shambani asirudi kuchukua nguo yake. Whoever is in the field must not turn back to get his coat. Lakini ole wao wenye mimba But woe to those who are pregnant na wale wanaonyonyesha and to those who are nursing babies siku ile. in those days. Ombeni ili kukimbia kwenu But pray that your flight will not be in the usiwe wakati wa baridi, will not be in the winter wala siku ya Sabato, or a Sabbath. kwa sababu For yatakuwa mateso makubwa then there will be a great kama tribulation, haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, such as not occurred since the beginning of the world until now, wala hayatakuwa kamwe. no whoever will. Amen. 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 Yesu anaonesha wanafunzi wake, Jesus Christ is showing his disciples basi wakati mnapoona chukizo la uharibifu linasimama pahali patakatifu, that when you see the abomination of desolation lile lilinenwa na nabii Daniel, that was spoken through Daniel the prophet, mwenye kusoma na afahamu, let the reader understand. na mwenye kusoma afahamu. Let the reader understand. Amen. Amen. Na mwenye kusoma afahamu, Let the reader understand. kwa sababu Because lile uharibifu lilionenwa na nabii Daniel the abomination Daniel was talking about, lazima lishimame, lionekane. he has to be seen. Na ndio hilo wanafunzi wa Mungu walimuonesha Yesu Kristo hekalu. That's what the disciples were showing Jesus Christ. Wakamuonesha hekalu, wakamwambia Yesu Kristo, wakamuonesha hekalu na jengo lake. They told Jesus Christ the temple of the building. Yesu akawaambia kama halitalisalia jiwe juu ya jiwe Just told them asipobomolewa. there's no stone that's going to be upon any stone that's not been torn. Tusome Luka mtakatifu 21 mstari wa 13. 21 mstari wa 12. Luke 21. Sikia hapo anasema nini? Luke 21, 22. Luka 21 20. Sikia anasema nini? 21, 20. Luka mtakatifu la uharibifu lilionenwa na Daniel nabii linashimama mahali patakatifu, If you see the abomination of Daniel stand in the holy place, na mwenye kusoma na afahamu. let the reader understand. Sasa tusikie Luka mtakatifu anasema nini. Let's see what Luke 21 says. 21 verse 20. 21:20. 21 verse 20. Biblia inasema hivi: The Bible says this. lakini wakati mnapoona Yerusalemu inazungukwa na jeshi, But when you see Jerusalem surrounded by armies, jueni uharibifu wake ni karibu. see, then recognize that hard desolation is near. Alafu wale katika Kiswahili changu Kiswahili. 21. Alafu wale wako katika Yudea wakimbilie hata vilima, Then those who are in Judea must flee to the mountains. na wale wako katika Kiswahili changu. Soma Kiswahili hapo. Kiswahili changu. 2:21. Luka 21:20 nasema, lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, na walio katikati yake wakimbilie nje, walio katika mashamba wasiuingie. Amen. 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 Tuko tunasema hapa Yesu Kristo anaambia wanafunzi wake
Here, Jesus Christ telling his disciples, anawajibu lile jibu ambao walimuuliza he's answering the question he asked them juu ya majengo ya hekalu. about the building of the temple. Na Yesu alisema kwamba kitabu cha Luka, Mathayo, And Jesus said in Matthew, amen. Amen. Alisema katika kitabu cha Mathayo alisema kwamba mkiona uharibifu linashimama, lile uharibifu linashimama katika mahali patakatifu lilionenwa na nabii Daniel. If you see the abomination in the Holy Spirit, in the holy place, it's by the prophet, what prophet Daniel said. Na mwenye kusoma na afahamu. The one who reads understands. Kisha Luka mtakatifu 21:12 anasema. Now 21 of Luke says, wakati mkiona Yerusalemu inazungurukwa na majeshi. When you see Judea, Jerusalem. Oh, 20 says when you see Jerusalem surrounded by armies. Jueni uharibifu umekaribia. They recognize that desolation is there. Na haya maandiko yalitimika kwa mwaka 17. Mwaka 17. Haya maandiko yalitimilika kwa mwaka 17. Okay, this stuff happened 70 years ago. Kwa sababu ni vizuri kusoma eschatology inasema habari zote za kuja kwa Yesu, mwisho wa dunia na mambo yote ya mnyama, mambo yote vile itakuwa. It's good to read about eschatology. Na Biblia inatuambia kwamba haya maandiko yalitimilika katika mwaka 17. This stuff happened 70 years ago. Na ni wakati majeshi ya Waroma, 70. Wakati majeshi ya Roma, and when the Romans, wakati majeshi ya Roma iliweza kuzunguruka mji wa Yerusalemu. When the Roman soldiers surrounded Jerusalem, walizunguruka Yerusalemu. They surrounded Jerusalem. Wana wa Yerusalemu waliamka tu asubuhi kwa ghafla. The Jerusalem people woke up in the morning. Wakaona majeshi ya Roma inazunguruka Yerusalemu. And they saw the soldiers surrounded. Yerusalemu. Because Jerusalem ni mji ambao ilikuwa umejengwa. It was built. Ilikuwa imejengwa. It was built. Na ilikuwa capital city ya Yerusalemu. It was Israeli. Na ndipo tunasema kama Trump. That's why we say Trump. President Trump. Trump. Iko kati ya mtu alitimiza ahadi ya promise ya Mungu ya kurudi kwake. If you feel the promise of one of the signs of Jesus Christ's return. Trump kutosha capital city Tel Aviv ya Israeli. When Trump removed the capital city of Israel, alitosha kuitia Jerusalem. He put it in Jerusalem. Ni alama kubwa ilionekana. It's a sign, a big sign that happened. Amen. Amen. Na ukiangalia vitu ambavyo Biden alikatakata vitu vya Trump. When you see what Biden refused of Trump's stuff. Lakini akugusa kubadilisha kusema kama capital city ya Israeli ilikuwa Tel Aviv, ile Trump alitia Jerusalem, ilirudi Tel Aviv. But he didn't touch anything about what Trump did. Hapo akugusa kwa sababu maandiko yalitimilika. That he didn't touch because if he fulfilled the signs. Sasa Biblia bali tunasema kwamba asubuhi Jerusalem ikazungurukwa na majeshi kutoka Roma. Jerusalem was surrounded by armies from Rome. Alikuwa akiongozwa na kikosi la general anaitwa Tito. Tito was the one leading this group. Na walikaa pale muda mrefu katika wanazunguruka Jerusalem. And they stayed there just surrounding the Jerusalem. Na hawakuweza kushambulia pale. They couldn't go in. Walikaa pale miezi kadhaa. They stayed there for years. Na watu walikuwa wakiwaona majeshi ya Rome inazunguruka Jerusalem. And they saw the armies of Rome surrounding Jerusalem. Na baada miezi kadhaa, after years passed, Tito general akaamua mwenyewe kuambia majeshi yake funge mizigo yake warudie. Tito the general decided to tell his armies to get their stuff prepared and go back. Na wakati walifunga mizigo masilaha zao wakaanza kurudi. When they were going back, na ikafika wakati wanaanza kuondoka. When they were about to start returning back. Katika Jerusalem kulikuwa walitumwa wa Mungu wa Yesu Kristo walikuwa mle ndani. There were servants of God inside Jerusalem. Kulikuwa makuhani walikuwa mle ndani. Makuhani. Yeah, the priests were inside there. Lakini wakati waliona majeshi inaondoka, when they saw the armies leaving, ndipo wakati wa mitume wakakumbuka lile ambayo Yesu Kristo aliwaambia limetimilika. The disciples remembered what Jesus Christ told them will happen now. Na wakati waliondoka, majeshi iliondoka. When the armies left, mitume wakaanza kutoka Yerusalemu wakaanza kutoka katika nchi. The disciples started leaving wakaanza kuondoka. They started leaving Jerusalem. Na ndivyo ndivyo katika maisha yetu. Just like in our lives. Kabla ghadhabu ya Mungu ifike. Ghadhabu
the punishment or judgment comes. Kabla hukumu ifanyike, Before the judgment happens, wala kabla mateso ifanyike, or the rapture, the persecution, Mungu atatosha wateule wake. God will already pick up the church. Atatosha wateule katika ulimwengu huu. He already pick up his Kabla Antikristo aanze kufanya kazi yake, before the Antichrist start doing his kanisa work, litakuwa limeondoka. the church will already been Litakuwa limenyakuliwa. The church will already Na been. wakati majeshi iliondoka, When the armies left, mitume wakatoka katika mji wa Yerusalemu. the disciples left Jerusalem. Na wakati waliondoka, When they left, makuhani wakaona the priests saw. au waseme Mungu anawajibu. They saw like Jesus has answered Sasa their prayer. tuwashambulie majeshi ya Waroma. Let's go surprise them. Na wakati walienda kuwashambulia, When they went to surprise them, jeshi ya Israeli ikaenda kuwashambulia. the Wayahudi. armies, Majeshi ya Wayahudi. the armies of Judea, Wakaenda kuwashambulia. they went to surprise Na wakaenda kuwashambulia kikosi kiko nyuma. while they're in the back. Wakapiga tarumbeta kuambia wale huko mbele kama wameshambuliwa. They did they made a loud trumpet sound. Na ndipo General Tito That's what the General Tito, akaamuru majeshi kurudia tena kupigana na Wayahudi. he told his armies to go back. Wakati walirudi kupigana na Wayahudi, when they went back and fight with the sababu Yerusalemu ilikuwa imejengwa na ukuta. Because Jerusalem was built with Na majeshi ya Wayahudi pillars, foundation. na watu wote Everybody else, wakakimbilia tena katika Yerusalemu, they ran back again to Jerusalem wakafunga mlango. and they closed the door. Wakati walifunga mlango, When they locked the door, Tito kaamuru majeshi izungurike mji mzima wa Yerusalemu. Tito told his armies, the Roman armies, to Na surround. walikaa hapo siku The land of miaka Jerusalem. na miaka, walikaa pale miezi na miezi They sat there for months and bila months kushambulia. without them fighting. Wakati geti ilikuwa imefungwa, When the door was locked, hawatatoka nje. they wouldn't go outside. Ikachukuta kwamba njaa ikaanza, wakakula chakula yote kamalizika. They found themselves hungry because Njaa ikaanza, the hunger started. na wakati Famine. njaa iliingia, When famine went walikula manyama they ikamalizika, started eating all the animals and it was dead. walikula mapusi zikamalizika, They even ate cats, walikula mapaka zikamalizika, even rats, walikula kila kitu kikamalizika. everything else. Wakati ilimalizika, vitu vyote vilimalizika kwa sababu wamefungwa katika Yerusalemu, hawezi kutoka, majeshi inazunguruka Yerusalemu. They ate everything because they couldn't come out since the Jerusalem was locked. Njaa ikawashika. They became hungry. Ndipo sasa Now wakaingilia watoto. they went to the kids. Mtu anaua mtoto wake, Everybody cut their kids. anaua juu ya njaa. People are so hungry they cut their kids. Wakamaliza watoto. They even ate their kids. Mume anaua mke wake, Husband kills his wife. anakula. They eat. Mke anaua bwana, The anakula. wife kills the Wakaona kama husband. inatosha. They said that's enough. Ikabidi namna gani? Okay, what could they do now? Ikafika sasa, Became a time. ndipo Tito general akaamua Then Tito kushambulia decided- Yerusalemu. It started to go to attack now. Wakati waliatakia Yerusalemu, When they attacked Jerusalem, ndipo wakaangusha maukuta, they threw all the pillars down. wakaangusha ukuta wa Yerusalemu, The pillars of Jerusalem. ikaharibika. Everything was Ndio nakwambia destroyed. kulikuwa wanawake waliokuwa na mimba, They saw those Waliopasua matumbo. wives who had pregnant. watoto wadogo waliuawa, Little kids were killed. wazee waliuawa. The elders were Ndipo killed. ilikuwa wakati wa wana wa Israeli wakatawanyika ulimwenguni mzima. That's when Jerusalem, Wayahudi walitawanyika. the Israelites, yeah. Ndipo wakati uharibifu ilionekana kwa sababu na hekalu ilikuwa Yerusalemu iliangushwa chini. Because the temple that was in Jerusalem got destroyed. Na ili dalili ilionekana katika mwaka wa 17. And this sign happened 70 years Sasa ago. kuna confusion kwa watumishi wa Kristo wengi. There's confusion. Wanasema kama ili dalili alijawahi kutimilika, wao wanasubiri. People are still thinking that the sign hasn't Tunajua happened. They're kwamba- waiting for it. Hekalu ambalo Antikristo atakaa ndani, The temple that Antichrist is going to live in, wakati litaangushwa, when it's kanisa litakuwa destroyed, limeondoka. the church is already going to be gone by then. Kwa sababu lile kanisa wakati litaangushwa ndio wakati litaleta vurugu na kuleta na vita nyingine. That's when there's going to be another war. Wale kanisa tena litakuwa aliko tena. That time the church is going to be Ndipo overtaken. hii uharibifu ilionena hapa ilitibia katika mwaka wa 17. This happened a long time ago, 70 years ago. Na kuonyesha kwamba mwaka wa 17. Mwaka wa 17. Or the year of 70? Yes. 70. Yeah, 70. Ndio wakati Yes. iliweza kutimilika. That's when it happened. Na ndio tunasema tu wakati wa neema.
when the time of grace, zile alama Yesu Kristo aliambia wanafunzi the signs Jesus Christ told the ilionekana disciples, wazi. it was already, Na wana wa Israeli the children of Israelites, waliweza kutawanyika ulimwenguni mzima. they were Kwa sababu spread around the world. waliuawa kila mahali. Because they Watu were killed, waliwashambulia, they also killed. walikufa. They were attacked, they Na died, Biblia inasema kwamba they killed. ole wao wanamke wenye kuwa na mimba. So that's what the Kwa Bible sababu says. majeshi wanamke kwa na mimba wanaingia wanapasua To tumbo. the wives who are pregnant, because the husbands were killing people pregnancy. Watu waliteseka sana. People were persecuted so much. Ndio mliona Wayahudi walikuwa walitawanyika ulimwenguni mzima. That's why the Israelites, Wayahudi mliopata walikuwa Afrika. when the Israelites in Africa, Wayahudi walikuwa Europe. when the Israelites in Europe, Wayahudi walikuwa kila mahali. Nafikiri hata Kongo Bukavu Wayahudi walikuwa ndani. even other Israelites were in Congo. Amena? Amen. Amena? Amen. Zile alama zilitimilika tangu zamani. Those signs were already fulfilled since back in the day. Amena? Amen. Tuone ingine dalili ambayo nasema hapa. Let's look at another sign. Wakati wa mwisho, wakati wa kuja kwa Yesu kutaongezeka kwa maarifa. The coming of Jesus Christ is going to be increase of. Ilionenwa na Daniel pia. This was prophesied by Daniel also. Tusema Daniel 12. If you read Daniel, Daniel 12. Mwenye kwa kitabu pale tuseme 12 mstari wa 4. Daniel 12. Siku ya kuja kwa Yesu Kristo maarifa itaongezeka. The coming of Jesus Christ, there's going to be more knowledge. Kitabu cha Daniel. The book of Daniel. Soma kitabu cha Danieli 12. Mstari wa 4. Daniel 12 verses 4. Inasema, lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya, ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko, na maarifa yataongezeka. Amen. 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 Ukiona siku hizi katika ulimwengu, If you see this stuff in this world, mambo inaenda haraka sana. time has gone a lot fast. Unajua kuna watu wengine wanaona kama teknolojia inapanda juu. People have seen the technology has increased. Wanaona kabisa kama maendeleo yanaendelea, mwingine yanaendelea. There are a lot of stuff development has Lakini happened in the tujue world. kama hiyo katika alama inaonyesha kusema kwamba But that's one of the signs. kazi ya mwisho It's a signs of God, maarifa Christ's ya watu return. itakuwa juu sana. That the knowledge of people is going to be so high. Ama tu tunayaona yote na tusikia ma internet yanaonyesha. All the internet stuff. Tunaona matelefoni za kila aina You see a lot of zinafanyika. phones of different kinds. Daniel anasema hapa kwamba wakati za siku za mwisho maarifa ya watu itakuwa juu. Daniel tells you the knowledge will increase. Na bado mtasikia haya magari tunayaona. Even the cars you're seeing. Magari zingine zitakuja ambayo itakuwa ya kutumia essence. Other cars don't even use gas. Hii G5 tu tunasikia G5 ziko Other zinakuja. cars are using electric. Ni kati ya maarifa ambayo inasemewa kama wakati wa mwisho maarifa itakuwa juu sana ya watu. That's what they say, the end of the last days of Christ returning, the knowledge will increase. Ni kati ambayo inatuonyesha kwamba Yesu Kristo yuko mlangoni. It's showing that Jesus Christ is on the door. Wakati unazungumza na watu unawaambia kwamba wawe macho, wawe chonjo, When you watizame. tell people, keep eyes open, Watu wanafikiria kwamba ni maendeleo ya mwingine tunaendelea. people think it's a development of the world. Watu wanafikiria kama ni maendeleo ambayo mwingine iko naendelea. Teknolojia inakuwa juu. People think that technology is Lakini increasing. tufahamu na kujua kwamba Also know that tuko tunasogea mdalili za kuja kwa Yesu we're Kristo. coming close to the return of Jesus Christ. Amena? Amen. Amena. Amen. Kuanzishwa upya kwa Israeli. It's they're going to start the new Kuanzishwa temple, upya kwa Israeli. the newness of Jerusalem. Hapa tulisema kwamba Israeli, We know Israel, wakati Israeli waliuawa wakasambatika kila mahali. when the Israelites were killed, Wakati mtaona wakati Israeli wanarudi kwao. when you see the Israelites going back to their land, Lakini mtamwona kujua kwamba tayari Israeli imerudi kwao. You should know Wayahudi wamerudi kwao. that the Israelites are going back to their house. Tukisoma katika Isaya 14 mstari wa kwanza. If you read Isaiah 14, Isaya 14 mstari wa kwanza. 14 verse 1. Isaya 14 mstari wa kwanza nasema nini hapa? Isaiah 14 verse 1 says, Maana Bwana atahurumia Yakobo
The Lord will have compassion on Jacob. Naye atachukua Israeli tena. Again choose Israel. Na atawaweka katika nchi yao wenyewe. And settle them in their own lands. Na mgeni ataungwa nao watakamatana na nyumba ya Yakobo. Then strangers will join them and attach themselves to the house of Na tukisoma tusome tena hapo katika Ezekieli 37. If you read Ezekiel 37 inasema nini hapo? Ezekiel 13. Na Makuta tunasoma mstari wa 12 inasema hivi. 37. Ezekiel 37:21. Anasema na uambie Bwana Mungu anasema hivi, tazameni nitatwaa wana wa Israeli toka kati ya mataifa pale walipokwenda na kuwakusanya kwa pande zote na kuwaleta kwa nchi yao wenyewe. Amen. Amen. Tayari wana wa Israeli walitawanyika katika ulimwenguni pote. The Israelites already spread the whole world. Na tayari wana wa Israeli Wayahudi wamerudi kwao. And already the Israelites are going back to their Kisha baada ya kuteseka wana wa Israeli waliteseka, waliuawa katika Europa. Israelites were already Hitler aliwaua sana. In Europe. Lakini Umoja wa Mataifa iliamua kuwakamata Wayahudi na kuwarudisha kwao. Others decided to take the Israelites and take them back to their land. Kurudi kwa Israeli, kurudi kwao. And in the return of the Israelites going back. Pia ni dalili ya kuonesha kuja kwa Yesu Kristo. That's a sign showing that kwa leo Israeli inaishi kwao. That's why the Israelites now. Israeli hawako tena nje, tayari Israeli Wayahudi wamerudi kwao. Israel lives in their own country. Kwa sababu walitawanyika kila sehemu popote. They spread out around the world. Lakini kwa leo Wayahudi wako kwao. They live in their country now. Na ilikuwa ni alama kubwa ambayo Yesu Kristo alionyesha kusema kwamba that was the sign of Jesus Christ. Wakati mkiona Wayahudi wanarudi kwao. If you see the Israelites going back to their country, ya alama kubwa sana. Sema hivi. The Bible says this. Basi mujifundishe mfano huu kwa mtini wakati wa tawi lake linapochipuka na kutoa majani yake, mnajua wakati wa jua kali ni karibu. Amen. The Bible says, now learn the parable from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth his leaves, you know that summer is near. Amen. 33 says this. Nanyi vile vile wakati mnapoona maneno haya yote, mjueni ya kuwa yeye ni karibu hata kwa mlango. So you too, when you see all these things, recognize that he is near, right at the door. Hapa iko nazungumza kwa sababu ya kurudi kwa wana wa Israeli. He is talking about the return of the Israelites. Hapa Yesu Kristo iko anawaambia wajifunze katika mti. They should learn from the parable of the fig tree. Hapa Yesu Kristo iko anasema kwamba mjifunze kwa kitabu cha Mathayo mtakatifu. The book of Matthew 24. Basi mujifundishe mfano huu kwa mtini wakati tawi lake linapochipuka. Now learn the parable from the fig tree when its branches has already become. Hapa Yesu Kristo alikuwa anazungumza kwa sababu ya Israeli. Here Jesus Christ was talking about the Israelites. Wakati Israeli tayari imerudi kwao. When the Israelites go back to their own country. Israeli hawako tena. Wayahudi hawako tena sehemu ambao waliweza kutawanyika. The Israelites are not where they spread out again. Wayahudi wako kwao. They already went back to their own country. Na ile pia ni alama ambayo Yesu Kristo alionyesha wanafunzi wake. This is a sign of Jesus Christ was telling his disciples. Sasa kanisa lazima liwe chonjo, liwe macho. The church be open-eyed. Kuna watu wale wanasubiri zingine dalili zitatokea. Because we're waiting for other signs to happen. Dalili za kuja kwa Yesu Kristo zimetimilika zote. The time of the signs of Jesus Christ returning have already happened. When the time of grace. Wakati wa neema. When the time of grace. Kama tunasubiria tena kama tena dalili zitaonekana. We're just waiting for other. I don't know if you're waiting for other signs.
tayari dalili zimetimilika. Most of the all the signs are already happening. Sisi kama vile kanisa ni kukua macho. As a church. Sisi kanisa kama ni kukua tayari kwa kumlaki Bwana Yesu Kristo. Let us be ready to see when Jesus Christ comes. Sisi tukua tayari kwa kuweza kusubiri Yesu Kristo. Let us be ready and waiting for Yesu Kristo kama anakuja tuko tayari. When Jesus Christ returns, are you guys ready? Kwa sababu nyakati tuko tunaona mambo ambayo yanapitikana katika ulimwengu. Because things we're seeing in the world. Yote ni mwanzo ya kuandaa maandalizi ya kukuja ya kuandaa mpinga Kristo. These are the beginning of the preparation of the Antichrist. Tunasikia matetezo, tunasikia mambo ya mavitu vinapitikana katika ulimwengu. This stuff is going around in the world. Ni mwanzo tu ya maandalizi ya kukuja kwa mpinga Kristo. Beginning of the preparation. Ndipo kwa kanisa lazima tuwe makini, tuwe macho. That's how the church, let's be ready. Lazima kuwa tayari kila wakati kufua mavazi zetu. Be ready so we can move our daily. Kwa sababu hatujui siku wala saa. We don't know the time or the day. Yesu Kristo anaweza kukuja. Jesus Christ will come. Yesu Kristo anaweza kuja hata leo. Jesus Christ can come today. Yesu Kristo anaweza kuja hata kesho. He can come tomorrow. Kwa sababu tayari mambo yote yametimilika. Because already all the signs are tunasubiri tu mambo mengine. If you're still waiting for other things. Tutasubiri tu kwa mambo mengine. Tutasubiri tu tunafanya mambo mengine katika ulimwengu. Lakini tayari maandiko yametimilika. But already the signs. Ni wajibu mimi na wewe sasa kufikiria maisha yetu iko namna gani. Just you and me think about how to live. Akikuja tuko tayari. If Jesus Christ comes today, are you going to be ready? Kufumua Yesu Kristo atarudi. In whatever situation Jesus Christ will come. Kanisa liko tayari. Is the church ready? Tunasubiri tena zile dalili zimetimilika zote. We're still waiting for signs, but no signs left. Wewe unaishi maisha ya uchafu. If you're still living the life of darkness. Unaishi maisha ya uvuguvugu. The life of undesirable. Maisha ya dhambi. The life of sin. Jua kama Yesu Kristo akija utakuwa wapi? No, if Jesus Christ comes, where are you going to be? Amen. 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 Tuko kwa wakati wa neema. When the time of grace. Na neema ikipita. Neema ikimalizika tu. When grace is finished. Na mambo yote yamekwisha. Everything is done. Na kanisa itakuwa imenyakuliwa. The church will be already answered. Kanisa itanyakuliwa katika siri. The church will be taken in secret. Sio watu watajua wakati kanisa itanyakuliwa. People won't even know the church is taken. Watu watatafutana tayari kanisa itakuwa imeondoka. People are looking for people here, but the church already taken. Wakati kanisa litaondoka utakuwa ukibakia. When the church is taken, if you are left lazima behind. tuwe macho kama vile kanisa la African Ministry. Let's be awake as African Ministry. Let's be alert. Tukeshe. Let's be alert. Kwa sababu hatujui siku wala saa. Because we don't know the time ambayo Yesu Kristo anaweza kuja. When Jesus Christ will return. Maandiko yote yametimilika. All the signs. Alama yote Yesu Kristo aliambia wanafunzi wake yote yameonekana. All the signs of Jesus Christ returns have already happened. Tutambua wakati wote Yesu Kristo anaweza kuja. Just know any time, any second, Jesus Christ. Fikiria utakuwa wapi wewe? Think for yourself where you're going to be. Maisha yako itakuwa wapi kama umebaki? If you're left behind, how's your life? Kama Yesu Kristo anakuja kuchukua kanisa. If Jesus Christ comes to pick up the church. Kama wewe unabaki. If you have been left behind. Sijui kama utaweza ile ziki. Are you going to survive what's going to happen? Utaweza ile mateso. Are you going to survive? Kwa sababu kanisa likiondolewa. Because after the church is taken away. Mateso yenye itafuata. The suffering that's going to come after. Kama utaiweza. I don't know if you can. Kwa macho unyakuzi wa kwanza wa kanisa. It's better for you to go to the first. Tupate kunyakuliwa. So we can be taken. Tupate kuondoka. So we can go with Christ. Na njia moja tu. The only thing. Ni kufua mavazi zetu. The only thing we can do is wash our clothes. So let's become clean. Tuwe watu wa kujitakasa. Let's be people. Tuwe watu wa kukimbia dhambi. Let's be people who run away from sin. Wakati Yesu Kristo atapokuja. When Jesus Christ comes. Tarumbeta likilia. When the trumpet sounds. Tupate kunyakuliwa tumlaki Yesu Kristo. Let's all go up with him. Amen. Amen. Yesu Kristo atashuka tena hapa hapa. Jesus Christ won't come down. Yesu wakati atakuja tarumbeta italia, Yesu atakanyaga tena hapo ulimwenguni. Jesus Christ won't step his Yesu atabakia hewani. He's going to just stay in the sky. Wafu watafufuliwa. The people who are dead na wazima watabadilishwa. And everybody else is going to be changed. Biblia kwamba the Bible says wawili watakuwa wakisaga. There are going to be two people in the field. Mmoja atachukuliwa mwingine ataachwa. One is going to be taken. Wengine watakuwa shambani. Others going to be in the farm. Mmoja atachukuliwa na mwingine ataachwa. One is going to be taken. Bibi na bwana watakuwa wamelala katika kitanda. They're going to be a husband and wife. Mmoja atachukuliwa na mwingine ataachwa. One is going to be taken away, one is going to be left behind. Kati wewe na mkeke nani ataondoka? Between you and your husband, who's going to be nani mtabakia? Who's going to be left behind? Ya maana ni kuwa tayari. The important thing is for you to be ready. Mavazi yetu ni kuweza kuyafua. Always wash our clothes. Kwa sababu Yesu Kristo atakuja kuchukua ndio watakatifu. Because Jesus Christ is only picking up the holy. Wenye uchafu watabaki. All the dirty people want to be left behind. Tuepuke dhambi. Let's leave sin behind. Tuepuke mabaya. Let's leave the. Tuepuke maovu. The sin. Tuepuke maovu. Yes, tuepuke maovu. Let's leave the sin. Kwa sababu Yesu Kristo wakati anapokuja
When Jesus Christ comes, tukue tuko tayari. let's be ready. Amen. 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 Mwili tuko ndani tutabadilishwa. This body we have, we're going to be changed. Hatutapana hii mwili hapana. One go to heaven with this skin. Hii mwili itabadilika hii. This skin is going to be. Kama itakuwa ni usiku unalala hali inabadilishwa unapoenda kumlaki Yesu Kristo If yeye. it's going to be a night when he comes back, you're going to be in heaven already. Amen. Yesu Kristo hatarudi tena hapa duniani tena. Jesus Christ won't come back here on earth. Tutamlaki hewani. We're going to find Yesu atakuja hapa duniani in heaven. ni wakati atakuja kufunga vita ya Magog. Wakati atashuka katika mlima Mzeituni. Pale alipanda ndipo atashukia tena kufunga ile vita. Ndio wakati Yesu Kristo atashukia hapo. Lakini kwa unyakuaji wa kanisa Yesu Kristo atabaki hewani. When Jesus comes to pick up the church, he's just going to stay in heaven. Na sio kila watu itakuwa katika siri. It's going to be in secret. Ni katika siri kama Biblia inatuambia kwamba kama ingelikuwa mwenye nyumba anajua wakati mwizi anaweza kuja kuiba. If the owner of the house, the landlord, knew about when the thief angeweza kukesha. steals, he could have stayed up night. Ndipo Yesu atakuja kama vile mwizi. Just like Jesus Christ will come like a thief. Atakuja kwa wakati tusiozani. He's going to come to time you don't even recognize. You didn't even think. Kufumba na kufumbua pofu inafika na tarumbeta nalia, watu wanatuliwa. Just comes. Na watu wanapotea katika ulimwengu. And then everybody. Watu wa ulimwengu watatafutana. People are going to be looking for you. Watu wamepotea. People are going to tayari Yesu Kristo amechukua tu. Already Jesus Christ already came. Sijua utakuwa wapi siku ile. What you going to be that day? Kama utakuwa tayari. Are you going to be ready? Basi kitu ya maana tu. The important thing is kuchunguza maisha yetu. Just recognize the life. Kila wakati. Be clean every tuwe watu wa time. kutengeneza. Always kwa sababu hatujui siku wala saa. Because we don't know the time of day. Yesu Kristo anaweza kurudi. Jesus Christ will come back. Mungu awabariki. May God bless you. Amen. Bless you. Amen.